Sehemu ya 6 inasema al-ardhu al-maghsubatu, tunaangalia ardhi ambayo imenyakuliwa au ardhi ambayo imechukuliwa kimabavu, kisha watu wakaamua kujenga msikiti. Je, sehemu kama hiyo Muislamu anafaa kuitekeleza ibada ya swala? La tajuzu salatu fil ardi al-maghsubati, haifai kuitekeleza ibada ya swala kwenye ardhi ambayo kwamba imechukuliwa kwa nguvu, au kwenye ardhi ambayo imenyakuliwa, yani mtu amepokonywa haki yake, mtu amedhulumiwa haki yake, watu wakaamua kwenda kujenga msikiti au hata nyumba ya mtu binafsi kwenda kujenga mahala hapo, kisha akaamua kuitekeleza ibada ya swala kwenye ardhi hiyo. Kisheria haifai mtu kuitekeleza ibada ya swala mahala hapo. Al-adillatu, tuangalie dalili. Awalan minas sunnati, kwanza tuangalie katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umumu ma jaa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu, ni kile ambacho kimekusanya katika hadithi ambayo kwamba imepokewa na Abi Bakra, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, haithu qala, kwa jinsi alivyosema, khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawman nahri, alituhutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kuchinja. Siku ya kuchinja ni ile siku ya 10 katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12. Mtume sallallahu alayhi wasallam hutuba hii alikuwa anaihutubia siku ya 10, yani siku ya mwezi wa Dhulhijja ya 10, ambayo ilikuwa ni siku ya kuchinja. Qala, Mtume alisema siku hiyo, fa inna dima'akum wa amwalakum alaykum haramun, hakika ya damu zenu nyinyi Waislamu na mali zenu nyinyi Waislamu juu yenu ni haramu. Maana ya maneno haya ya kwamba nyinyi Waislamu hamfai kumwagana damu na wala hamfai kudhulumiana katika mali zenu, hilo jambo ni haramu. Kahurmati yaumikum hadha, kama ilivyokuwa tukufu siku yenu hii ambayo ni siku ya 10, siku ya kuchinja katika mwezi wa 12 wa Kiislamu. Fi shahrikum hadha, katika mwezi wenu huu. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu ambao ulikuwa ni mji wa Makka. Ila yaumi talqauna rabbakum, itakuwa ni haramu mpaka ile siku ambayo mtakutana na Mola wenu mlezi, yani yaumal qiyama. Hadithi hii inatufundisha nini? Hadithi hii inatufundisha ya kwamba Muislamu hafai kumwaga damu ya Muislamu mwenzake bighairi haqqin wa biduni haqqin, pasipokuwa na haki. Na Muislamu vile vile hafai kumdhulumu Muislamu mwenzake katika kile ambacho kipo katika milki ya mwenzake. Miongoni mwa vitu ambavyo Muislamu anavimiliki ni nini? Ni ardhi. Sasa hii ardhi utakapoamua kuichukua kwa dhulma kutoka kwa yule mmiliki wa ardhi ile, fahamu ya kwamba moja kwa moja umefanya dhulma. Na hii ardhi ambayo tutaamua kumdhulumu mtu mwingine kwa lengo la kujenga msikiti baada ya kumpokonya ardhi ile, fahamu ya kwamba hiyo ardhi itakuwa haipo kisheria katika kuitekeleza ndani yake ibada ya swala,
hayo yatakuwa ni makosa makubwa na watu hawafai kuswali sehemu hiyo. Naomba mnisikilize vizuri sana hapo. Na lau mathalan watu wakitaka kuhalalisha ile ardhi ili Waislamu waswali wakiwa na utulivu na amani, na bila yule ambaye ameichukua kwa nguvu kupata dhambi, basi inatakiwa yule mwenye ardhi ndio aitwe na wale Waislamu ya kwamba ndugu yetu, ni kweli tulifanya makosa, tukachukua hii ardhi yako kwa mabavu, tukachukua kwa nguvu, leo tunahitaji kuhalalisha ardhi hii. Twaomba ututajie thamani ya hii ardhi, utatuuzia kwa fedha kiasi gani? Anapoamua kutaja ile fedha, yule aliyedhulumiwa ile ardhi, tukatoa ile pesa katika kuikomboa na kuinunua ile ardhi hiyo itakuwa imetoka kwenye kunyakuliwa, kwenye kudhulumiwa, kwenye kuibiwa, itakuwa ni sahihi. Sijui kama tuelewana vizuri hapa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi ameharamisha sisi Waislamu kudhulumiana, na sio Muislamu tu. Ukaona asiyekuwa Muislamu pia una haki ya kumpokonya anachokimiliki. Hapana, msumeno huu unakata mbele na nyuma, hiyo ni sheria. Haifai pia yule asiyekuwa Muislamu kumpokonya ardhi yake mkaamua kujenga msikiti. Yule ile ni haki yake, mnatakiwa mumlipe fedha kwa ajili ya kuinunua ile sehemu. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 67, Muslim kaipokea kwa nambari 1679. Thaniyan, tunaangalia dalili upande wa pili, minal ijma'i, kutokamana na makubaliano ya maulama. Qala an-Nawawi rahimahullah, amesema Imamu Nawawi, Mwenyezi Mungu amrahamu, as-salatu fil ardi al-maghsubati, swala katika ardhi iliyonyakuliwa, ardhi iliyoibiwa, haramun bil ijma'i, ni haramu kwa makubaliano ya maulama. Sehemu ya ardhi ambayo iliyonyakuliwa, imegrabiwa, watu wakajenga msikiti, sehemu hiyo ni haramu kuitekeleza ibada ya swala. Wa sahihatun indana, na hiyo ndiyo sahihi kwetu sisi. Wa inda aljumhuri min alfuqahai, na maulama wote waliopewa ilmu wameafikiana hiyo sehemu ni haramu kuswali. Wa ashabi al-usuli, ay ulama al-fiqhiyyati, na wale maulama wa kifikhi wamekubaliana ardhi ambayo imenyakuliwa, imeibiwa, imechukuliwa mwenyewe bila ya ridhaa yake, haifai kuitekeleza ibada ya swala mahala hapo. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3, kurasa ni wa 164. Thalithan, tukienda katika mwongozo wa 3, anna fi salati fil ardi al-maghsubati, hakika katika kutekeleza ibada ya swala kwenye ardhi ambayo iliyodhulumiwa mtu, iliyonyakuliwa, isti'malan limali la ghairi bighairi idhnihi, hiyo ni kutumia mali ya mtu mwingine pasipokuwa na ruhusa na ridhaa yake. Unapotekeleza ibada ya swala kwenye ardhi ambayo iliyonyakuliwa, iliyoibiwa, unatumia mali ya mtu mwingine pasipokuwa na ridhaa na ruhusa yake. Nenda kwenye kitabu Nailul Awtari lishaukani, kitabu nambari 2, ukurasa ni 162. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani,
Jambo la kunyakua ardhi ni jambo ambalo lina madhara makubwa amama Allah. Jambo la kumdhulumu mtu haki yake, wewe una shamba na yeye ana shamba, kwa sababu hakuna zile beacon za kuonyesha ya kwamba shamba limeishilia hapa, ukaamua kuchukua hiyo nafasi, advantage ya kwamba hakuna mpaka, ukachukua hata shibri moja, wallahi ina madhara makubwa amama Allah. Natoa mfano wa hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema, man iqta'a shibran min al-ardi dhulma, yoyote ambaye ataamua kukata kipande cha ardhi usawa wake ni mfano wa shibri moja. Shibri ni usawa tu wa shibri moja. Dhulman, ameamua kulifanya hilo kwa kudhulumu, yani kakusudia kabisa, mimi nalifanya hili jambo. Mtume anasema nini? Tawaqahu Allahu iyyahu yawmal qiyamati, atamzamisha Mwenyezi Mungu mtu huyo kwa kulifanya hilo jambo siku ya Kiyama kwenye moto, min sab'i aradhin, kutoka ardhi ya saba. Ardhi ya saba, Sheikh, Allah anakwenda kumzamisha yule mtu kwa lengo la kumwadhibu kwa kunyakua ardhi shibri hiyo moja. Haya, umeiba ekari moja, adhabu yake inakuwa kiasi gani? Lakini leo watu jambo la dhulma wanaliona ni very very simple, sio? Kumdhulumu mtu anaona ni jambo la kawaida tu. Kachukua ardhi yake mwenyewe, analalamika, anamwambia ndugu yangu, kumbuka hii ni ardhi yangu hii, kumbuka hii, utaniambia nini? Nipeleke popote, hautonifanya chochote. Kweli kwenye mahakama ya duniani unaweza kushinda kwa kutumia fedha, lakini yaumal qiyamati la yudhlam ahad, hadhulumi yoyote yaumal qiyama. Lazima uende ukalipe haki ya mwenyewe. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 1610.